Tushirikishane tone la upendo. Ndugu wapendwa, karibuni tusikilize neno la Mungu na tafakari ya Dominika ya pili ya Kwaresma mwaka C wa Kanisa. Liturujia ya neno la Mungu katika Dominika ya pili ya Kwaresma inatualika kufanya mabadiliko ya ndani. Kipindi cha Kwaresma ni mwaliko wa mabadiliko ya ndani, kuacha maisha ya kale na kuanza maisha mapya. Bwana wetu Yesu Kristo anabadilika sura mlimani. Tukio hilo laeleza juu ya fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wake. Ni kwa njia ya ubatizo wetu nasi sote tunashiriki fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hivyo tunashirikishwa utimilifu wa ahadi ya Mungu kwetu, yaani uzima wa milele. Ndugu wapendwa, katika Dominika leo tumshukuru Mungu ambaye ni mwaminifu kwa ahadi zake na agano alilofanya nasi wakati wote. Ili tufaidi ahadi yake ya uzima wa milele, tunaalikwa kuwa tayari kupokea mwaliko wa mabadiliko, mwaliko wa kutubu na kuiamini Injili. Hivyo leo tuombe pia neema ya kushiriki mateso pamoja na Kristo ili tushiriki pia utukufu pamoja naye. Masomo yetu katika Dominika leo, somo la kwanza natoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 aya ya 5 hadi 12 na aya ya 17 hadi 18. Mungu alimleta Abrahamu nje akasema, "Tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu." Akamwambia, "Ndivyo utakavyokuwa uzao wako." Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Kisha akamwambia, "Mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii ili uirithi." Akasema, Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi?" Akamwambia, "Unipatie ndama wa miaka 3, na mbuzi mke wa miaka 3, na kondoo mume wa miaka 3, na hua na mwananjiwa." Akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Hata tai walipotua juu ya mizoga, Abrahamu akawafukuza. Na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza. Tazama, tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu. Akasema, "Uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati." Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 aya 17 hadi sura ya 4 aya ya 1. Ndugu zangu, mnifuate mimi, mkawatazame wao waendao kwa kuufuata mfano tuliowapa ninyi. Maana wengi huenenda, ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi, kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedhea yao, waniao mambo ya duniani. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi, Bwana Yesu Kristo, atakayebadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Basi ndugu zangu, wapendwa wangu, ninawaonea shauku, furaha yangu na taji yangu, hivyo simameni imara katika Bwana, wapenzi wangu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 9 aya 28b hadi 36. Karibuni tusikilize somo la Injili takatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Bwana.
Yesu aliwatoa Petro na Yohane na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili waliokuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia, walionekana katika utukufu. Wakanena habari za kufariki kwake atakako timiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu. Kimoja chako wewe, na kimoja cha Musa, na kimoja cha Elia, hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu, likawatia uvuli, wakaogopa walipoingia katika wingu hilo. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza wasitangaze kwa mtu siku zote zile lolote katika hayo walioyaona. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Somo la kwanza tulilolisikia kutoka katika kitabu cha Mwanzo, Mwenyezi Mungu anamuita Abraham, ambaye baadaye ataitwa Abraham katika ile sura ya 17 ya kitabu hiki cha Mwanzo, na anafanya naye tena agano. Abraham anatajwa kama mtu wa kwanza baada ya Nuhu kusikia na kuitii sauti ya Mungu. Abraham alipoitwa kwa mara ya kwanza katika ile sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 9, atoke kutoka katika nchi yake na kwenda katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu alimwamuru, Abraham hakusita. Aliitika na kupokea mabadiliko kutoka kuwa mpagani hadi kuwa na imani thabiti kwa Mungu. Na hakuona mashaka kuondoka katika nchi yake na kwenda katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu alimwahidi. Kama thawabu kwa utii na imani, Mwenyezi Mungu anamwahidi Abrahamu uzao. Anamwahidi ardhi na anamwahidi baraka, kwamba kupitia yeye watu wote, watu wa mataifa yote watabarikiwa. Abrahamu anataka uthibitisho wa ishara kwamba kweli Mwenyezi Mungu atatimiza hayo yote. Mwenyezi Mungu anaweka agano naye katika hii sura ya 15 ambayo tumesikia, kwa kutumia ishara iliyofahamika sana. Katika tamaduni za Wayahudi, watu wawili wakitaka kuweka agano, yaani makubaliano ya kudumu, walimkata mnyama vipande viwili na kuviweka ardhini. Kisha walipita katikati ya vipande hivyo, ikiwa ni ishara kwamba iwapo mmoja kati yao angekiuka agano lile, basi naye na akatwe vipande viwili. Lakini katika agano hili ni agano kati ya Mungu na Abraham. Ni Mungu ambaye aliamua kwa kupenda, sio kwa sababu nyingine yote, ni kwa sababu ya upendo akamchagua Abraham na kufanya naye agano. Na hivyo Abraham hakupaswa kupita kati ya vipande viwili vya mnyama. Agano hili kati ya Mungu na Abrahamu laeleza agano jipya na la milele ambalo baadaye alilifanya au alithibitisha Mwenyezi Mungu kwa njia ya mwanae Yesu Kristo, kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Ndugu wapendwa, somo hili la kwanza tuna mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza ni imani thabiti kwa Mungu. Katika somo la kwanza, Abrahamu alikuwa na imani thabiti kwa Mungu. Kwanza kabisa tunaona alipoitwa kwa mara ya kwanza katika sura ya 12 ya kitabu hiki cha Mwanzo aya ya kwanza hadi ya 9, Abrahamu alikuwa tayari kubadilika. Alikuwa tayari kuacha ardhi, akaacha ndugu na jamaa zake, akaacha mali zake, na akapokea mwaliko wa mabadiliko na kuanza maisha mapya. Katika somo hili tulilolisikia kutoka kwenye hii sura ya 15, Mwenyezi Mungu anampa Abrahamu ahadi ambazo kibinadamu zinaonekana kama haziwezekaniki, lakini bado Abrahamu aliamini. Ndugu wapendwa,
Katika maisha yetu tunaalikwa kuwa na imani thabiti kwa Mungu kama baba yetu wa imani Abraham alivyofanya. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 3. Ndugu wapendwa, kuna nyakati tunaweza kuwa na imani haba juu ya utendaji kazi wa Mungu katika maisha yetu. Tunaweza kuwa na shaka kama kweli yupo kati yetu, kutokana na pengine na changamoto mbalimbali ambazo kila mmoja anapitia katika maisha yake ya kila siku. Tunakuwa pengine na hofu na mashaka kama kweli Mwenyezi Mungu atatimiza ahadi alizosema nasi. Tunakuwa na mashaka pengine kama atajibu maombi na sala ambazo tumemuomba kwa ajili ya mahitaji yetu mbalimbali au na kwa ajili ya mahitaji ya wengine. Mara kadhaa tunaona kama changamoto zetu ni kubwa kuliko ahadi za Mungu. Ndugu mpendwa, Mungu anaona imani na matumaini yetu kwake. Anachohitaji kwetu ni tubadili tu mitazamo yetu, tuweze kuanza na kuona kwa jicho la kimungu kwamba yeye ni Mungu, yeye ni baba yetu mwema, yeye ni muweza wa yote, anajua yote, na kwamba atatimiza ahadi zake kwetu kwa wakati wake. Imani ya Abrahamu hiyo imani yangu mimi na wewe. Abrahamu anaonyesha nyota za angani ni ishara ya baraka zisizohesabika. Ninakuombea ndugu mpendwa, imani thabiti kwa Mwenyezi Mungu, ili wingi wa baraka zisizohesabika ziwe katika maisha yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya ndugu na jamaa zako, katika biashara zako, katika maisha yako ya kila siku, na kupitia wewe watu wengine wote wakauone mkono wa Mungu. Kupitia wewe ukawe baraka kama Ibrahimu alivyokuwa baraka kwa mataifa mengine yote. Fundisho la pili, Mwenyezi Mungu amejifunua kwetu, amefanya agano na kila mmoja wetu na anatudai uaminifu. Katika somo la kwanza tumesikia namna Mwenyezi Mungu alivyofanya agano na Abraham. Mwenyezi Mungu anajifunga katika agano na Abraham. Anathibitisha hilo kwa ishara ya tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ambao ulipita kati ya vipande viwili vya nyama kutoka kwa wanyama ambao Mungu alimwamuru Abraham kuwachinja. Mwenge ni ishara ya uwepo wa Mungu na vipande viwili vyaonyesha kufungwa kwa agano kati ya Mungu na Abraham. Ndugu wapendwa, Mwenyezi Mungu amejifunua kwetu kwa njia ya mwanae mpenzi Yesu Kristo, ambaye kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake ameweka agano jipya na la milele kati yetu sisi naye. Sisi sote kwanza kabisa kwa njia ya ubatizo wetu tunafanya agano na Mungu. Tunakuwa watoto wa Mungu na watoto wa kanisa. Mwenyezi Mungu anakuwa baba yetu. Agano hilo linatudai uaminifu. Ubatizo unatubadili, tunavuliwa utu wa kale na kuvikwa utu mpya, tukialikwa kuishi maisha mapya ndani ya Kristo. Katika kipindi hiki cha Kwaresma, kila mmoja anakumbushwa juu ya agano alilofanya na Mungu na namna tunapaswa kuwa waaminifu kwa maagano hayo. Kila siku Yesu anajifunua kwetu kwa njia ya neno lake takatifu na kwa njia ya sakramenti za kanisa. Anatutafuta kila tunaposhindwa kuishi vema Ukristo wetu. Anatukumbusha kuwa anatupenda na kamwe hafurahi kifo cha mtu mwovu. Anatualika sote kufanya mabadiliko na kuanza tena upya katika maagano tuliyofanya naye. Mwenyezi Mungu anatupenda na anatudai sisi pia kumpenda na kuwa waaminifu kwake. Fundisho la tatu, tunapokutana na Mungu tunakutana na nguvu yake inayotubadilisha. Abraham, tunaambiwa katika somo la kwanza, jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika. Hofu ya giza kuu ikamwangukia. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Tanuru ya moshi na mwenge ni ishara ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Tunaona hayo wakati alipowaongoza taifa la Israeli walipokuwa jangwani, aliwatangulia kwa nguzo ya moto. Ishara ya uwepo wa Mwenyezi Mungu anayeongoza maisha yetu. Ndugu wapendwa, tunapokutana na Mungu tunakutana na nguvu yake inayotubadilisha. Abraham alikuwa katika wakati wa hofu na mashaka. Alikuwa katika wakati wa giza na sintofahamu juu ya ahadi zake na Mungu. Katika hali hiyo Mwenyezi Mungu anamtokea na hapo anathibitisha agano na ahadi zake kwake. Sisi tunapokutana na Mungu katika sala,
katika ibada ya misa takatifu, katika saa takatifu, tunakutana na nguvu yake inayotuimarisha, inayotubadilisha na kututia nguvu za kusonga mbele hata katika nyakati ambazo pengine kunaonekana hakuna matumaini na mwanga. Nyakati ngumu za giza na mkato wa tamaa, Yesu anasimama bado katikati yetu. Anatukumbusha kuwa yeye yupo nasi, anakwenda nasi katika njia yetu. Tuseme pamoja na mzaburi, katikati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa kuwa wewe Bwana u pamoja nami. Fimbo yako na gongo yako vyaniongoza. Mwenyezi Mungu anabadili kukata kwetu tamaa kwa kutupa tumaini jipya. Anabadili huzuni zetu kuwa furaha tena. Anabadili kutokuamini kwetu na kuwa imani thabiti kwake. Anabadili ugumu wa mioyo yetu na kuwa wenye matumaini kwake. Anabadili udhaifu wetu kuwa kushinda kwetu, na mwisho anabadili hali yetu ya unyonge ili ifanane na mwili wake wa utukufu. Somo la Injili kutoka katika Injili ya Luka sura ya 9 aya 28 hadi 36 latueleza tukio la Bwana wetu Yesu Kristo kugeuka sura. Katika Dominika ya kwanza ya Kwaresma tulimuona Yesu akijaribiwa jangwani. Mwinjili Luka akitueleza juu ya ubinadamu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kama sisi alijaribiwa na akashinda katika majaribu. Katika Dominika hii ya pili ya Kwaresma, Mama Kanisa anaweka mbele yetu tukio la kugeuka sura Bwana wetu Yesu Kristo, akitualika kutafakari juu ya umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunawapa mtazamo na picha mpya wanafunzi wa Yesu nasi sote juu ya utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo katika fumbo la Pasaka. Anatukumbusha kuwa hakuna utukufu pasipo na mateso na kifo, na hakuna utukufu pasipo msalaba. Yesu anageuka sura kwa sababu kuu tatu. Kwanza kabisa ni kufunua mbele ya wanafunzi wake utambulisho wake kama Masia, kama mwana wa Mungu. Pili ni kumuonyesha Yesu kama utimilifu wa sheria na manabii, uwepo wa Musa na Elia. Musa akiwakilisha Torati na Elia akiwakilisha manabii. Sababu ya tatu, tukio hili laeleza juu ya mateso, kifo na ufufuko wake, fundisho ambalo mara kadhaa Bwana wetu Yesu Kristo aliwafundisha wanafunzi wake lakini hawakulielewa. Ndugu wapendwa, katika somo hili la Injili Dominika ya leo tuna mafundisho makubwa mawili ya kujifunza. Fundisho la kwanza, kwa nini Bwana wetu Yesu Kristo anawachukua mitume watatu? Bwana wetu Yesu Kristo aliwachukua mitume watatu, Petro na Yohana na Yakobo, akapanda nao mlimani kuomba. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na mitume 12. Kwa nini aliwachukua hawa mitume watatu pekee? Tukumbuke akiwa amebaki majuma machache kabla ya kuingia katika mateso, kifo na ufufuko wake, Yesu anawachukua hawa mitume watatu na kupanda nao mlimani kwa sababu zifuatazo. Kwanza ni ili kuwaimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Hawa ni mitume ambao alikuwa nao mara nyingi na baadaye walikuja kuwa na nafasi kubwa katika kanisa la kwanza kati ya mitume wengine. Mtume wa kwanza alikuwa ni Petro. Mtume Petro, Yesu anamuimarisha katika imani ili naye awaimarishe mitume wengine. Petro anakuja kupewa wajibu mkubwa kwa ajili ya kanisa. Hivyo alipaswa kuwa na imani thabiti kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni wazi kwamba Petro asingeweza kuliongoza kanisa na kuwaongoza wenzake kama asingeweza kuwa na imani, matumaini na mapendo kama angekuwa hajaimarishwa na Kristo. Ni dhahiri kwamba kiongozi yote asipoimarishwa hataweza kuwaongoza wengine. Mtume wa pili ni Yohane. Bwana wetu Yesu Kristo alimchukua Yohane kwa sababu alijua kuwa Yohane ataishi muda mrefu na atakuwa mtume wa mwisho kufa kati ya mitume wote. Hivyo Yohane alitakiwa kuwa na imani, matumaini na mapendo makubwa kwa Kristo, kwani alishuhudia vifo vya mitume wenzake wote, na hivyo hakupaswa kutetereka. Ingawa alishuhudia vifo vya mitume wenzake, ni kweli mtume Yohane hakutetereka katika imani, matumaini na mapendo kwa Kristo. Mtume wa tatu ni Yakobo.
Yesu alimchukua Yakobo kwa sababu alijua Yakobo ndiye atakayekuwa wa kwanza kati ya mitume wote kufa kifodini. Hivyo alipaswa kuwa na matumaini makubwa kwa Bwana ili wenzake waige kutoka kwake. Ni kweli Yakobo alikuwa ni mtume wa kwanza kufa kifodini, alikubali kuuawa kuliko kumkana Yesu. Hii ni kwa sababu Yesu mwenyewe alimuimarisha. Wenzake waliofuatia walikufa nao kifodini isipokuwa Yohane. Waliona mtangulizi wao Yakobo alikufa kifodini, na hivyo nao waliimarika, wakawa tayari kufa kifodini kuliko kumkana Bwana Yesu. Sababu ya pili ilikuwa ni kuandaa mitume wake kwa ajili ya mateso, kifo na ufufuko wake. Yesu anawachukua mitume wake watatu ikiwa ni muda mchache kabla ya kuingia katika mateso, kifo na ufufuko wake. Mitume hawakumuelewa Yesu alikuwa ni Masia wa namna gani. Waliwaza juu ya utukufu na heshima watakayopata baadaye wakiwa na Yesu kama Masia. Yesu anawabadili mitazamo yao kwamba hakuna utukufu pasipo mateso na msalaba. Kumbe nasi pia Yesu anajifunua kwetu akitukumbusha kila mara kwamba hakuna utukufu pasipo na mateso. Hakuna utukufu pasipo msalaba na kufa. Yeye ametuonyesha mfano kwamba ni katika kufa ndipo tunapata uzima mpya, utukufu na uzima wa milele. Anatupa nguvu ya kuvumilia, pia anabadili mitazamo yetu hasa nyakati tunapokutana na magumu na mateso, tunapokutana na misiba pengine na changamoto kubwa katika maisha yetu ya ufuasi. Sababu ya tatu, ili tukio lile liwe ni ushuhuda wa kweli. Katika tamaduni za Wayahudi, ushahidi wa watu watatu ulichukuliwa kuwa ni ushahidi wa kweli juu ya tukio lililotokea. Kwa kuwachukua mitume hawa watatu, Yesu alitaka kuthibitisha kwamba tukio lile ni tukio la kweli, na mtume Petro pia anaeleza hili katika waraka wake wa pili kwa watu wote sura ya 1 aya 16 hadi 19. Tukio hili liliwaimarisha mitume na baadaye litaimarisha pia jumuiya ya Wakristo wa kwanza, ambao katikati ya mateso na changamoto kubwa walitambua kwamba wataupata utukufu kwa vile Bwana wao aliupata utukufu baada ya mateso, kifo na ufufuko wake. Fundisho la pili kubwa ambalo tunalipata ni nini maana ya kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu sisi ya kila siku. Kama ilivyokuwa kwa mitume kwa nafasi ya kwanza, kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo sisi kunatufundisha mambo yafuatayo. Kwanza, katika kila adhimisho la misa takatifu, Yesu anabadilika sura. Anatubadili nasi pia tunaompokea. Katika adhimisho la misa takatifu, mkate na divai vinageuka na kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukio la kubadilika sura kama lilivyoimarisha mitume wa Yesu, sisi kila mara tunaposhiriki ibada ya misa takatifu, kubadilika kwa mkate na divai kuwa mwili hai na mzima wa Bwana wetu Yesu Kristo inatupa nguvu, kwa kuwa kwa njia hiyo Yesu anakuwa daima kati ya watu wake. Pili, kila mara tunapopokea moja ya sakramenti za kanisa, nasi sote tunabadilishwa utu wetu wa ndani. Ndugu wapendwa, tunapopokea moja ya sakramenti za kanisa tunabadilika sura. Sakramenti ya ubatizo inatuondolea dhambi ya asili na dhambi nyingine zote. Tunakuwa watoto wa Mungu na watoto wa kanisa. Tunapokea Roho Mtakatifu na kuwa hekalu hai la Mungu. Vivyo hivyo, sakramenti ya kitubio inatuondolea dhambi na kutufanya safi kabisa. Inatupatanisha sisi na Mungu na kutupa amani, furaha na kitulizo mioyoni mwetu. Tatu, kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunatupa nguvu na matumaini ya kuchukua misalaba yetu. Yesu aligeuka sura ili kuwaimarisha mitume wake alipokuwa anakaribia mateso, kifo na ufufuko wake, ili wawe imara katika imani, matumaini na mapendo. Katika nyakati ngumu katika safari yetu ya maisha, hasa tunapochukua misalaba yetu, kugeuka sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunatupa nguvu ya kusonga mbele katika kubeba misalaba yetu, kwa matumaini kwamba ni kwa njia ya msalaba tutapata neema ya kuishi pamoja na Kristo katika uzima wa milele. Msalaba wangu ndiyo ngazi yangu ya kwenda mbinguni. Sina budi kuukumbatia
kuupenda na kuubeba kwa imani na matumaini. Hakuna utukufu bila mateso na kufa, ndipo tufufuke pamoja na Yesu katika uzima wa milele. 4. Tunahitaji nasi kupanda mlimani ili tukutane na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo alipanda mlimani, na alipokuwa katika kusali ndipo akageuka sura. Alikuwa katika mazungumzo na Mungu, alikutana na Mungu Baba yake akiwa katika sala, alipojitenga na kuongea na Mungu. Ndugu wapendwa, mlima wetu sisi ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu. Tunakutana na Mungu kila mara tunaposhiriki ibada ya misa takatifu. Tunaalikwa kupanda na kuja katika mlima wa Bwana. Hapa tunakutana na Mungu, naye anafunua kwetu mapenzi yake. Pia tunaalikwa kuwa na muda binafsi wa kuzungumza na Mungu, kuwa na mazingira rafiki ya kuongea na Mungu, kuandaa nia na lengo binafsi kwa ajili ya familia, ndugu, jamaa na kadhalika. Kila mara tunapokutana na Mungu, tuwapo naye mlimani, anajifunua kwetu, anashuka kati yetu, na matokeo yake nasi tunang'ara kwa utukufu wake. Maisha yetu yatang'arishwa na Yesu, mahusiano yetu yatang'arishwa na Yesu, ndoa zetu zitang'arishwa na Yesu, kazi zetu na yote ambayo tunayafanya yatang'arishwa na utukufu wa Mungu. Tupande mlimani, tuje mlimani kwa Mungu, tuzungumze naye katika utulivu. 5. Tuwe tayari kuwashirikisha wengine utukufu wa Mungu. Petro anapouona utukufu wa Mungu akumbuki tena kwamba aliwaacha mitume wengine. Anataka utukufu wa Mungu ukae nao peke yao kwa kupanga kujenga vibanda kule mlimani. Ndugu wapendwa, tunapopata nafasi ya kukutana na Mungu, tusikae na huo utukufu wake sisi peke yetu. Kila mara mwishoni mwa ibada ya misa takatifu tunaalikwa kwenda, nendeni na amani. Tunatumwa kila mmoja kwenda kushirikisha utukufu wa Mungu kwa njia ya maneno yetu na matendo yetu, kama watu wapya tuliokutana na Mungu katika neno lake na katika sakramenti. Je, maisha yangu yanadhihirisha utukufu wa Mungu kati ya wengine? Kukutana kwangu na Yesu kila siku katika neno lake na sakramenti zake, ambapo umo na uona utukufu wake, kumewasaidiaje wengine kuona utukufu huo ndani ya maisha yangu? Kumenisaidiaje mimi mwenyewe kubadili maisha yangu kwa njia ya utukufu wa Mungu uliomo ndani mwangu? Kila mmoja anaalikwa katika kipindi hiki cha Kwaresma kukutana na Mungu na kisha kuwashirikisha wengine utukufu wa Mungu uliomo ndani mwetu. 6. Tunaalikwa kumsikia Yesu, mwana pekee wa Mungu. Wakiwa mlimani, sauti ya Baba ilisikika ikisema, "Huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye." Mwenyezi Mungu anamtambulisha Yesu kama mwanae mpendwa, utambulisho ambao aliutoa pia katika ubatizo wake. Wajibu wetu sisi, ndugu zangu, ni kutambua daima Yesu kama mwana wa Mungu. Yesu ni Masia, ni mkombozi wetu. Tuna wajibu wa kumsikiliza. Kwaresma hii tukumbusha wajibu wetu wa kuwa watii kwa neno la Mungu, neno la uzima. Ni kwa njia ya kumsikia Yesu na kupokea ujumbe wa habari njema ndipo nasi tunaweza kuurithi uzima wa milele pamoja naye. Wakati ndio sasa, na siku ya wokovu ni leo. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi. Mtume Paulo anawaonya Wafilipi wajihadhari na wale waliotaka kuwashurutisha Wakristo wote washike bado torati ya Wayahudi, akiwasihi wafuate mfano wake. Katika jumuiya ya Wakristo wa kwanza kulikuwa na mgogoro kwamba ili kuwa Mkristo mmoja alipaswa kuwa kwanza Myahudi na kufuata yote aliyopaswa kwa dini ya Kiyahudi na ndipo kuwa Mkristo. Mtume Paulo anawafundisha kuwa safari ya Mkristo inaanza upya pale anapobatizwa na inapaswa kukamilishwa kila siku kwa njia ya imani thabiti hadi mwisho wa nyakati, wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja tena, ambapo ataubadili mwili wetu wa unyonge ili ufanane na mwili wake wa utukufu. Katika Dominika ya leo tumshukuru Mungu ambaye ni mwaminifu kwa ahadi na agano alilofanya nasi wakati wote. Ili tufaidi ahadi yake ya uzima wa milele, tunaalikwa kuwa tayari kupokea mwaliko wa mabadiliko, mwaliko wa kutubu na kuiamini Injili. Tuombe pia neema ya kushiriki mateso pamoja na Kristo
ili tushiriki pia utukufu pamoja naye. Ninawatakia nyote Dominika njema ya pili ya Kwaresma mwaka C wa kanisa. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.